mambo gani ambayo yanaweza moja kwa moja kumpelekea mtu kuvunja ndoa au uvunjika kwa ndoa. Jambo la kwanza kabisa, ndugu wapendwa wasikilizaji wa redio yetu pendwa Mashujaa, jambo la kwanza, kufanya zinaa ya wazi. Manake huu ni miongoni mwa madhambi makubwa, mtu kufanya zinaa. Unaweza kumpelekea mume au mke akadai talaka, au mume akaweza kumpa, kwa sababu ndani ya zinaa kuna matatizo mengi yanaweza yakatokea. Sasa hivi tuna maradhi, kuna nini, unaweza ikawatua, unapewa nasha lakini usikilizi. Sasa inaweza kumpelekea kumletea matatizo mmoja wapo katika nyinyi, ikawa shida. Sasa unaweza baada ya kumpa nasha ikawa aelewi, basi una uwezo wa kwenda kwa kadhi. Baada ya kufika kwa kadhi kulieleza lile, na kadhi anaweza kuvunja ile ndoa, kwa sababu linaweza likaleta matatizo na maradhi ambayo ya kudumu katika maisha ya mmoja wapo. Jambo la pili, kukataa majukumu ya ndoa, mume kuacha kutoa matumizi. Ikiwa mwanaume hamlishi mwanamke kwa mavazi wala chakula, yeye hajui, mke yule anajihudumia mwenyewe, analima vibarua ndo apate chakula, hawalishe watoto, afanye jambo kadha kadha, haya yote, basi mwanamke huyu anaweza kwenda kwa kadhi, akaitwa yule mwanaume, akaulizwa sababu yake ya kufanya jambo lile, na ikiwa haeleweki, basi kadhi anaweza kuvunja ndoa, kwa sababu inawezekana mwanamke ikampelekea kufanya machafu kwa sababu ya kulisha watoto. Anaweza kufanya machafu au akaingia katika riziki zisizo za halali ili mradi apate kuishi, ili hali yule mwanamke kule nyumbani kwake alikuwa anahudumiwa na family yake na wazee yake. Au ikiwa mwanamke basi yeye akamilishi tendo la ndoa kwa mwanaume, basi nayo ni majukumu yake mwanamke. Anakataa mwanamke kufanya majukumu ya tendo la ndoa, yule mwanamke anakataa, basi jambo hili litaulizwa sababu yake ijulikane, basi litaangaliwa kisheria. Ikiwa bwana yule kidogo ana matatizo katika maumbile, anaumizwa, basi sheria inaweza ikaangaliwa sababu za kukataa hili, basi kadhi yeye ataamua katika ndoa ile kufanya utaratibu gani ili ipatikane salama. Jambo la tatu, kudhulumu au kutumia nguvu ya unyanyasaji. Ikiwa mmoja wapo ana tabia ya kumnyanyasa mwenzi wake, wapo leo watu katika majumba wananyanyasa, wapo watu leo katika majumba wananyanyasa wake zao. Mtu anaweza kumuuliza kwamba wewe umefika hapa, nilikuchukua kwenu, huna moja wala mbili. Heni mwanamke kweli atakula? Wapo watu wameolewa na wanaume wanaonekana wana hela, matajiri, lakini ala alajab, ukija kuangalia wallahi mwanamke chakula kile anachokula basi kinakuwa chakula cha masemango. Chakula kile mwanamke anachokula hakikai isivyokuwa kwa masemango. Ikitokea jambo kama hili, mwanamke anaweza kudai talaka kwa sababu ni jambo la kimasemango. Jambo la 4, kutoka nyumbani mwanamke bila za sababu. Ina maana mwanamke ameamua tu kutoroka kwa mumewe kwenda nyumbani kwake bila sababu ya kimsingi, basi mwanaume akilifuatilia lile jambo anaweza kuliachia lile jambo, kumwacha huyu mwanamke kwa sababu amekuwa ni mtovu wa nidhamu, kwa sababu akufuata sheria baada ya kuelezwa kwamba hivi ulivyofanya si vizuri. Ikawa ni ada yake ile, sio kosa moja tu, uende inawezekana mwingine anafanya hajui, ikawa si ada yake. Jambo lingine, jambo la 5 ambalo mwanamume au mwanamke inaweza kufanyika, mwanaume akiwa mlevi wa kunywa pombe,
ikiwa mwanaume anakunywa sana pombe, anatumia madawa ya kulevya, anasababisha ugomvi ndani ya nyumba, hapaeleweki, nyumba inanuka, basi mwanamke anaweza kwa kadhi kwenda kudai, kwa sababu hiyo ni hatari. Jambo la 6, usaliti wa mali. Usaliti wa mali ni upi? Ina maana mwanaume ikiwa anatumia mali za mwanamke ovyo. Mfano wake, kuna watu wengine sasa wana kitu wanaita kubeti. Kubeti maana yake utakuta mtu anatafuta mwanamke mwenye kazi, labda mwalimu, nesi, lengo lake kutafuta unafuu wa maisha. Unajua mapenzi yana nguvu. Akishafika pale, basi anamshawishi yule mwanamke, anamuoa. Baada ya miezi 2 mitatu anaambia tukope. Mwanamke kweli anaweza akaingia kwenye mkenge akaenda kukopa milioni 10, 20, 30. Akishakopa pesa zote anankabidhi mwanaume, basi yule mwanaume anatumia katika matumizi yake. Baadaye mwanamke anabaki kulipa ada ambacho hana manufaa nayo, na mwanaume wenda baada ya kukamilisha lile ikawa tayari ashaondoka kwenda kukuta shughuli zingine na kwenda kuwatapeli wanawake wengine. Au lipo hata wanawake, wapo majambazi kama hao. Inawezekana mtu anatamani kwenda akatokea mwanaume akatamani kumuoa mwanamke, lakini mwanamke akamkataa yule mwanaume. Lakini kipindi hiki akisikia yule mwanaume fulani alikuwa unamkataa yule, amevuna huko gunia 40, 30, 60, basi utakuta mwanamke anajipelekesha, kwa sababu si ya kufuata ile ndoa, kufuata yale maslahi. Na kweli akishaoa mwanamume huyu anaweza akadharau wanawake wengine wote kwa sababu ya huyu, wakati mwanzo alimkataa, lakini sasa ameshajua huyu hakuja kwa maslahi ya ndoa, bali amekuja kwa maslahi ya dunia. Kwa hiyo mwanamke kama huyu au mwanaume kama huyu anakuwa ni fasik. Jambo la 7, kukataa tendo la ndoa bila ya sababu. Mwanaume akikataa kumtimizia mkewe tendo la ndoa, kila akimwambia hataki, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, bila ya sababu, bila ya maradhi, au mwanamke pia akikataa kumtekelezea, basi kama ikiwa jambo hili la mwanamume, basi anaweza kumuacha mkewe, kwa sababu anaweza kusababisha kuzini bila sababu. Au kama mwanamke anaweza kwenda kwa kadhi, kwenda kuangalia zile hukumu, akaitwa yule mwanaume akaulizwa sababu, na kama ana sababu za msingi, basi kuweza kumuacha. Jambo la 8, kuficha au kudanganya. Mfano, mume kaficha kuwa hana uwezo wa tendo la ndoa. Mwanaume kumbe hana uwezo la tendo la ndoa, ni maradhi yake, amezaliwa yuko hivyo, lakini akaficha mpaka ndoa ikapita. Akaja kugundua baadhi ya madhhabi, Imam Shafi'i, Hanafi, atapewa muda huyu mwanaume wa mwaka mzima. Ikishindikana, basi kadhi anaweza kuivunja hii ndoa. Idha ana maradhi mmoja wapo, mwanamke au mwanaume, ya kuambukiza, nadhani yanajulikana kupitia tendo lile la ndoa, basi ikijulikana hapo ndoa hii inavunjwa, kwa sababu itampelekea maangamizo mmoja wapo katika sheria hii. Jambo la 9, kukufuru. Mmoja wapo akisema mimi kuanzia sasa si Muislamu, akartadi akatoka kwenye Uislamu, basi muda huo ndoa imevunjika hapo. Jambo la 10, ambalo wanawachuoni limewekwa katika islahi na mujtahada wake, kutoaminiana au kutuminiana maneno yasiokuwa ya kiungwana, kukashifiana, mke kumkashifu mume au mume kumkashifu mke. Baadhi ya majumba ukienda unakuta kuna masala kama hayo, heshima hakuna, haujui huyu mke, hujui huyu mume. Hiyo sasa inakuwa ndoa, na ndoa kubwa lengo litaskunu ilaiha, tupate utulivu ndani yake. Lakini Mwenyezi Mungu akajalia wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, akajalia kati ya mke na mume huruma na mapenzi. Ikionekana ndoa ukifika kama uko Palestina, ndoa ukifika kama uko Gaza, basi ndoa hiyo sio litaskunu ilaiha, bali hapo pana mushkili. Ndugu wapendwa watukufu wasikilizaji, mambo ambayo yanavunja ndoa, yanaharibu ndoa, moja wapo kabisa ni talaka ya wazi, kumwambia mke wako nimekuacha, au ukipika ugali si mke wangu. Lakini pia kauli mke kujitoa khulu kwa ridhaa, maana mwanamke akasema kumwambia mumewe, jambo la pili inaweza kuvunja ndoa.
mimi mume wangu nimekuchoka. Basi mume akadai kina cha mahali aliyotoa, akakabidhiwa yule mwanamke, basi ndoa imevunjika hapo hapo. Jambo la tatu, fasik. Ikiwa mmoja wapo ni mzinifu wa wazi, anadhihirika, basi kadhi anaweza kuvunja ndoa. Jambo la 4 ndo lile ambalo tulisema mwanzo la kurtadi. Tukija sasa katika maswala ambayo yanaharibu ndoa, yani yanadhoofisha ndoa. Kuna maswala mengine yanadhoofisha ndoa, na hili jambo ndugu wapendwa watukufu Islam lazima tulijue, nalo liwe wazi, watu wafahamu. Kuna vitu vinadhoofisha ndoa, pamoja sisi tunaona kama haya mambo ni bora, lakini natakiwa tuwe makini nao. Jambo la kwanza linaweza kudhoofisha ndoa ni maneno ya dharau na matusi. Mke huenda yeye ana uwezo ndani ya nyumba, au mume ana uwezo ndani ya nyumba, basi mmoja wapo akawa na matusi na dharau. Akileta kuku, wewe kwenu ulikuwa wala wewe ulikuwa kadha, akitoa kitu kumuhadisia. Bila hivyo mimi nilikutana ala chini yule, mimi nilimtoa kwao yule. Jambo kama hili katika Uislamu na sheria linadhoofisha ndoa, si jambo zuri wanandoa, kwa sababu ndoa ni maisha ya starehe. Ndoa ni maisha ya watu kuvumiliana. Wewe ndio umekubali kumchukua mwenzi wako, kumleta kwenye nyumba yako, ameacha mama, ameacha baba, ameacha family. Leo anakuja nyumbani kwako, unamtabisha, unamdhalilisha, unamnyanyasa. Jambo hili si jambo zuri. Lakini jambo lingine, wivu wa kupitiliza. Leo wivu wa kupitiliza nao si jambo zuri katika masala ya ndoa. Wivu unatakiwa ndani ya nyumba, mwanamume amwekee wivu mkewe kwa maslahi ya kidunia na dini. Ikiwa mkewe aswali, mke wangu swali, mimi nataka ukawe mke wangu mpaka akhira, kwa tufanye ibada, mume wangu swali. Lakini leo ikionekana mume kampigia simu mwanamke hajapokea, hakirudi nyumbani, ugomvi. Wewe mke wangu ulikuwa wapi? Kwa nini? Ngumi zinapakaa, kwenda simu aliacha ndani. Hau mke akipigia simu kumpigia mume kwenye shughuli hajaiona, basi ulikuwa kwa wanawake zako, hakirudi nyumba inakuwa inawaka moto. Jambo hili linadhoofisha ndoa. Jambo lingine, kutoshirikishana katika ibada na maadili. Ikiwa mke anamshauri mume afanye ibada, mume anakuwa mgumu au mke anakuwa mgumu, jambo hili linadhoofisha ndoa. Ndoa haivunji, lakini linadhoofisha. Lakini pia jambo lingine ambalo linadhoofisha ndoa, mawasiliano ya kiheshima ndani ya nyumba. Ndugu wapendwa watukufu wasikilizaji, baada ya kuoana, ndoa ina vituo 4, na kila mwanandoa anapitia kituo hiko, na wengi sasa hivi tunaishi katika kituo cha 4. Kituo cha kwanza kabisa katika ndoa ni kile mtu kumuona kwamba hakuna mwingine zaidi ya yeye. Hiyo ni hatua kila mtu anapitia katika ndoa. Hata ukiambiwa huyo mwanaume anekuoa, huyo choyo, utasikia, nyinyi mlimuona wapi? Huyo mwanaume anapiga, si mwanaume, ana sifa zake, si mzuri, huyo kazi yake ni kupiga. Utasikia, nyinyi mliona wapi? Maana yake tayari wameingizana katika vishawishi na mahaba ya aina mbalimbali. Lakini hata mwanaume akiambiwa huyo mwanamke unemuoa kakamatwa ugoni juzi tukaachwa na mumewe, mwanaume kwa sababu unamuona hakuna mwingine isipokuwa yeye, unasema sasa kukamata mara moja, wenda ilikuwa sababu. Ukiona mwanamke anafanya umalaya, basi kuna sababu, ichunguze, mimi nitamuweza. Basi unakuta hili jambo kila mtu anapitia. Jambo la pili, kuzoeana. Baada sasa ya kuoana kuna kuzoeana. Kama mlikuwa mnaitana majina yale mazuri, leo baada ya kuoana majina yote yale yanakuwa hakuna. Ndo mwanamke mmoja alimuuliza mumewe, mume wangu, wakati umenioa, hujanioa bado, ulikuwa unanitumia message mpaka usiku, ulikuwa unanitembeza baharini, kwenye gari, kila pahala, lakini baada ya kunioa yale yote siyaoni, yameenda wapi? Mume jibu lake lilikuwa ndogo tu,
alimuuliza, ulishawahi kuona samaki analishwa chambo akiwa nyumbani? Kwa ile pale ilikuwa ni njia tu za kuvuta, tayari ushakuwa ndani. Kwa hiyo unakuta inakuja hatua nyingine ya kuchokana, ya kuzoeana. Kama ulikuwa unamuita mume, basi unamuita baba fulani. Na kama ulikuwa unamchukulia maji, unamwekea jikoni, unamuuliza, mume wangu nataka maji ya moto ya baridi, basi inafikia hatua anakuambia, haya ndoo ile katie maji mwenyewe. Kama ilikuwa inafikia hatua chakula, unakuta mkeo amekuwekea nyumbani, amevaa nguo za kukaribisha, unakuta siku nyingine amevaa jinzi, dela, nini, yuko pale na chati yake na simu, na wewe ukifika anakuambia chakula hiko kwenye poti, manake tayari mmeshazoeana. Hii hali wengi wanapitia. Na kuna hali ya tatu, kuchokana. Basi tu mtu anaweza alikuwa anarudi mapema nyumbani, lakini sasa hivi anarudi saa 6, akifika nyumbani basi kidogo tu amelala. Au mume alikuwa kwa hiyo hili hali wanapitia. Na hali ya mwisho ya 4 ambayo wengi tunaishi, kuvumiliana. Watu wamezaa, mtu anafikiria mambo ananifanyia mke wangu huyu, nikisema ni muache watoto washakuwa wakubwa itakuwa aibu. Kwa hiyo wanakaa tu kwa sababu ya kulea watoto. Aidha mke anasema basi tayari mimi nitaenda wapi sasa hivi, au anahofia kwamba tumeunda mali tukisema tuachane. Kwa hiyo unakuta ndoa, watu sasa hivi wengi wanaishi kwa kuvumiliana. Mwenyezi Mungu atunusuru ndoa katika hizi. Na ndio maana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akasema, idha atakum man tardawna dinahu wa khulqahu, nyinyi wanawake mtakavojiliwa na ume, angalieni mambo mawili, dini zao na tabia. Usishawishike tu mwanaume ana dini ukasema ndo anafaa. Wapo wanaume wana dini lakini wahongo, wazinifu, angalia na tabia. Lakini leo wanawake wanajiharibu wenyewe. Akifika mwanaume, jambo la kwanza kumuuliza, baada Mtume amesema angalieni dini na tabia, jambo la kwanza anamuuliza, swali la kwanza, mwanamke umeoa? Ndio jambo la kwanza. Una wanawake wangapi? Jambo la pili, unafanya kazi gani? Yeye anaweza kukwambia yeye amekuja hapa na vieti na gari, kumbe jambazi. Baadaye unaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo natakiwa wanawake wachunge hili. La mwisho ni wasihi wanaume, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, itaqullah. Tumuogope Allah katika malezi. Leo wanawake wengi wanalea peke yao, ambayo ni madhambi makubwa, wakati jukumu la kulea ni jukumu la mwanaume. Na ndio maana Qur'ani inataka ukimwacha mwanamke subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii, na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.